Mashambulizi dhidi ya Iran ni uchokozi unaokiuka misingi ya uungwana. Naibu mkuu wa Baraza la Usalama la Russia ametuma ujumbe akimpongeza kiongozi mkuu mpya wa Iran, Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, na kusema kuwa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya ardhi ya Iran ni uchokozi unaokiuka misingi ya uungwana na wala hayawezi kuhalalishwa kwa njia yoyote. Katika ujumbe wake kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Mujtaba Khamenei uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Dmitry Medvedev amesema, kwa heshima, pokea pongezi zangu za dhati kwa kuchaguliwa kwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika ujumbe huo, Medvedev amesisitiza udharura wa kudumisha ushirikiano wa Russia na Iran na kusema, nina imani kwamba Russia na Iran zitaendeleza ushirikiano wao adhirifu licha ya mashinikizo ya kigeni. Naibu mkuu wa Baraza la Usalama la Russia ameongeza kuwa, ninaliombea taifa la Iran liendelee kusimama imara na kishujaa katika mapambano ya kupigania mamlaka ya nchi yao. Ayatollah Said Mujtaba Hussein Khamenei alichaguliwa tarehe 9 mwezi wa Machi kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran baada ya mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei kuwa washahidi kwenye shambulizi la kigaidi la Marekani na Israeli, akiwa pamoja na watu kadhaa wa familia yake akiwemo mke na mjukuu wake. Hayo yakiendelea, nikwambie, maandamano makubwa ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya Quds yanatarajiwa kufanyika katika miji na maeneo yote ya Iran Ijumaa hii. Katika mji mkuu wa Iran, Teherani, wananchi watatembea hadi chuo kikuu cha Teheran, anasema Ramezan Sharif, mkuu wa makao makuu ya siku ya kimataifa Quds, katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumanne mjini Teheran. Sharif amebaini kuwa zaidi ya wanahabari, wapiga picha na waandishi wa habari 6,000 wa ndani na nje ya nchi wataripoti maandamano hayo kote nchini. Kwenye maelezo yake, Sharif amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndio kinara na mbeba bendera wa mapambano dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israeli. Amefafanua kuwa wazo la kuanzisha siku ya kimataifa ya Quds limezuia kadhia ya Palestina na Al-Quds, Jerusalem, kusaulika. Akitaja siku hii kuwa ni siku ya umoja wa Waislamu, Sharifu amesema imefichua sura halisi ya utawala wa kizayuni wa Israeli na imetoa fursa ya kufufua mjadala kuhusu haki za Wapalestina pamoja na kuonesha ujasiri na uimara wao. Sasa hayo yakiendelea, kwingineko, wataalamu na maafisa wa kijeshi wa Marekani wanakubali kwamba mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei hayajadhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, The New York Times inaripoti. Kulingana na wataalamu waliohojiwa na gazeti hili, Iran haifanyi kama taifa lililokatwa kichwa. Mkakati unaoitwa kukata vichwa ni njia inayotumiwa na Marekani na Israeli kumfanya adui awe dhaifu kwa kuangamiza watawala. Kumbuka, Marekani na Israeli zilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Miji mikubwa ya Iran ikiwa ni pamoja na Teheran ilishambuliwa. Ikulu ya White House ilihalalisha shambulio hilo kwa kutaja vitisho vinavyodaiwa vya makombora na nyuklia kutoka Iran. Vile vile, Urusi iko tayari kuchangia katika kurejesha amani katika Mashariki ya Kati. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema Jumatano, kama Rais Vladimir Putin alivyosema hapo awali, Urusi iko tayari kutoa kila mchango unaowezekana katika kurejesha amani na utulivu kwenye eneo hilo. Peskov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari akijibu swali kama bado kuna nafasi ya suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo kati ya Iran, Israeli na Marekani, na kama Urusi iko tayari kutumika kama jukwaa jipya la mazungumzo. Vile vile, uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Israeli unakusudia kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran, huku kukiwa na hofu kwamba Marekani inaweza kukomesha operesheni ya kijeshi hivi karibuni, ikidai ushindi kwa kisingizio kimoja au kingine. Tovuti habari ya Al Monitor inaripoti kinukuu vyanzo vya serikali vya Israeli. Baraza la mawaziri la waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu lina imani kwamba taifa la Kiyahudi litaweza kufikia lengo lake la kimapinduzi la kubadilisha uongozi wa Iran. Hata hivyo, vyanzo hivyo vinaashiria mgawanyiko katika serikali ya nchi hiyo kuhusu mustakabali wa operesheni ya Iran, huku Netanyahu na mashirika ya ujasusi wakiendelea kutafuta mabadiliko ya utawala nchini humo, huku vikosi vya ulinzi vya Israeli vikishuku kuhusu hali hii bora zaidi. Vile vile, Pentagon inakadiria uharibifu uliotokana na mashambulizi ya kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Iran kwenye makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani huko Bahrain kwa takriban dola milioni 200. The New York Times inaripoti kimnukuu afisa ambaye hakutajwa jina. Kulingana na gazeti hilo, Pentagon iliwasilisha makadirio haya kwa bunge wiki iliyopita ikinukuu picha za satellite. Gazeti hilo pia linaripoti kwamba mashambulizi kwenye kituo cha Al Salem cha Marekani huko Kuwait yanaweza kuwa yaliharibu au kuharibu angalau majengo au miundo 6 inayohusiana na miundo mbinu ya mawasiliano ya satellite. Nikwambie hivi, hatujamaliza.
Vile vile, Bloomberg imeandika kwamba Iran imepoteza zaidi ya 90% ya vifyatuaji vyake vya makombora wakati wa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli. Inasema kwamba Marekani na Israeli wamejifunza somo baada ya kuongezeka kwa mashambulizi katika msimu wa joto wa 2025, na sasa wanatumia mbinu ya kuharibu vifyatuaji na vituo vya amri ambavyo inainyima Iran uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa. Tofauti na makombora yenyewe, vifyatuaji haviwezi kuwekwa chini ya ardhi au kubadilishwa haraka na kuvifanya kuwa hatarini na shabaha muhimu. Pentagon hapo awali ilisema kwamba idadi ya vifyatuaji vya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran imepungua kwa 90% na 83% mtawalia tangu kuanza kwa operesheni hiyo. Wiki iliyopita channel ya televisheni ya Israeli 124 ilidai kwamba Iran imepoteza 60% ya vifyatuaji vyake vya makombora na mifumo ya ulinzi wa anga katika mapigano, japo Iran mwenyewe anasema ni kujidanganya tu na kujitia moyo kwa kitu ambacho si sahihi. Vilevile, duru za kuaminika zimeiambia Russia Today kwamba nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zimeanza mazungumzo ya kujadili kuhusu suala la kufungwa kwa muda kambi za majeshi ya Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi. Ikinukuu vyanzo vya kuaminika, televisheni ya Russia Today imesema mazungumzo hayo yanajadili suala la kufunga kwa muda kambi za majeshi ya Marekani Asia Magharibi ili kuepuka mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ripoti hiyo inasema kufungwa kambi za majeshi ya Marekani magharibi mwa Asia ni moja malengo makubwa ya Iran tangu kuanza vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu mwishoni mwa mwezi uliopita wa Februari. Kambi za majeshi ya Marekani katika nchi mbalimbali za Asia Magharibi zimekuwa zikishambuliwa vikali na Iran tangu nchi hiyo ilipoanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ikishirikiana na Israeli. Wizara ya vita Marekani ilitangaza kuwa mwanajeshi mwingine wa nchi hiyo ameuawa kwenye mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Vilevile, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amekosoa vikali vitisho vya kukaririwa vya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba ataisambaratisha Iran, akisisitiza kuwa uvamizi na uharibifu mithili ya Trump walikuja na wakaondoka, lakini Iran imeendelea kubakia. Katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X, Rais Pezeshkian amebainisha kuwa hakuna dola au mamlaka iliyofanikiwa kufuta jina kubwa la Iran kwenye kipindi cha miaka 6000 ya turathi ya utamaduni wa Iran. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza bayana kuwa mtu yeyote mwenye kuendekeza wazo hilo la kipumbavu la kuisambaratisha Iran hajui chochote kuhusu historia na tamaduni za kale. Hayo yakiendelea, rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian kwenye mazungumzo ya simu na rais wa Russia amesisitiza ulazima wa kulaaniwa vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli kwenye majukwaa ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Iran IRIB, Jumanne jioni mazungumzo ya simu yalifanyika kati ya Vladimir Putin, rais wa Russia, na rais huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwenye mazungumzo hayo, marais wawili wamejadili masuala muhimu yanayohusu ushirikiano wa pande mbili pamoja na matukio ya kikanda, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Shukran kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.